Haleluya, watu wa Mungu. Karibuni sana katika mwendelezo wa kusoma neno la Mungu. Na kama mnavyokumbuka kwamba tuliishia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 20. Na tumekwisha kupata somo la kutiana nguvu, na sasa tunaendelea na somo lingine, yani mwendelezo wa usomaji wa Biblia. Nikukaribisheni sana sasa katika sura hii ya 21 ya kitabu cha Mwanzo. Ni sura ya 21 katika kitabu cha Mwanzo, ina mistari 34. Na hapa sasa tutaanza mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Kabla ya kusoma, basi tusali sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe na makosa yetu kama na sisi tunavyosamehe wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amina. Msikilizaji, sura ya 21 ndio sura ambayo tunajifunza leo. Tunasoma kama ilivyo. Anaanza kwa kusema katika mstari wa kwanza, Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku 8, kama Mungu alivyomwamuru. Naye Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko, kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, ni nani angemwambia Ibrahimu, Sara atanyonyesha wana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Mtoto akakuwa, akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Hajiri Misri, ambaye alimzalia Ibrahimu, anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyu mwana na huyo mjakazi wake na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu. Naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale. Maana alisema, nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaona, akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakuwa, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Akakaa katika jangwa la Parani,
mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri, Abrahamu na Abimeleki. Ikawa wakati ule Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakamwambia Ibrahimu wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda. Basi sasa uniapie kwa Mungu ya kuwa hutanitenda hila wala mwanangu wala mjukuu wangu, lakini kwa kadiri ya fadhili niliyokutendea utanitendea mimi na nchi hii ambayo umetembea mbali ndani yake. Ibrahimu akasema, nitaapa. Kisha Ibrahimu akamlaumu Abimeleki kwa sababu ya kisima cha maji ambacho watumwa wa Abimeleki wamekinyang'anya. Abimeleki akasema, mimi sijui ni nani aliyetenda neno hili, wala hukuniambia, wala sikusikia habari hii ila leo tu. Ibrahimu akatoa kondoo na ng'ombe akampa Abimeleki, na hao wawili wakafanya mapatano. Ibrahimu akaweka wana kondoo wa kike 7 peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wana kondoo wa kike 7 uliowaweka peke yao maana yake ni nini? Akasema, hawa wana kondoo wa kike 7 utawapokea mkononi mwangu, wawe ushuhuda ya kuwa ni mimi niliyekichimba kisima hiki. Kwa hiyo akapaita mahali pale Beersheba kwa sababu waliapa huko wote wawili. Basi wakafanya mapatano huko Beersheba. Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakaondoka wakarudi hata nchi ya Wafilisti. Ibrahimu akapanda mkwaju huko Beersheba, akaliitia huko jina la Bwana Mungu wa milele. Ibrahimu akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Wafilisti siku nyingi. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho kabisa wa sura yetu hii ya 21 ya kitabu cha Mwanzo. Furahia na kushangilia kwa sababu umepata fursa ya kulisoma neno la Mungu kwa njia ya kusikiliza. Na hapo ni mwisho, na kukaribisha tena katika sura ya 22 ambayo ndio sura itakayofuata. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.